Mimi Cosmas Makongo nimesikiliza kwa umakini sana hoja ya mbunge kutoka Zanzibar akimzungumzia Yuda Msaliti. Nchi yetu imeanza kugawanyika, na tusipokuwa makini mgawanyiko unaenda kuwa mkubwa. Nchi yetu imekuwa na watu wanazungumza maneno yanayosababisha taharuki kubwa. Nchi yetu imekuwa na baadhi ya viongozi wanatoa maneno ambayo yanaendelea kuchochea na kuumiza watu. Kuna baadhi ya watendaji wamekuwa wakizungumza maneno, mara utapotea, mara ujalamba asali, mara Yuda Msaliti. Niombe serikali yangu tukufu ionye hizi tabia, kwa sababu taifa letu ni taifa huru. Taifa letu la Tanzania ni taifa lenye maadili. Kunapokuwa na changamoto, ni vema viongozi wakakaa, wakakubaliana, wakaona jinsi ya kufanya. Lakini kwa mtindo huu tunaoenda nao, tunaenda kugawanyika. Na kwa mgawanyo huu tunaouona wa watu kuibuka na kuanza kuwasema watu wengine, ametumwa na nani? Na kwa nini anasema? Na je, maneno haya ana ushahidi gani kwamba huyu anayemsema ni Yuda amemsaliti nani? Ifika hatua sisi wa Tanzania tuwe na umoja. Tusipokuwa na umoja, tutafikishwa ambako siko kwenyewe. Na uzalendo si kuwa na fedha. Uzalendo sio kujua kuzungumza sana. Uzalendo unatokana na wewe mwenyewe ulivyozaliwa. Una uchungu gani na nchi yako ya Tanzania? Tuna watoto, tuna ndugu, tuna wazee, tuna wagonjwa. Hatuhitaji nchi yetu iingie kwenye machafuko. Tukianza kusema maneno ya namna hii, tukianza kuwagawa Watanzania kwa sababu ya vitu vidogo vidogo, kuna watu wataibua hoja. Si kwamba Watanzania hawaoni, si kwamba Watanzania hawajui, na si kwamba Watanzania hawatambui. Kuna mambo mengi yanaendelea, lakini inafika hatua watu wananyamaza. Lakini kama tukianza upande fulani kuanza kuulaumu upande mwingine, na kama baadhi ya viongozi wakiwa na maneno wanatoa matamshi ambayo yanasababisha taharuki, tunaelekea kubaya zaidi. Niliwahi kusema hivi karibuni ya kwamba kwenye taifa letu kuna watu wana maumivu, wana vidonda, na wanaangalia hawana jinsi ya kufanya. Sasa chokochoko hizi zinazoendelea zisipodhibitiwa, kutaibuka jambo kubwa kuliko lililotokea awali. Nasema hivyo kwa sababu nimefanya utafiti katika mikoa mbalimbali. Nimeenda Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Tabora, Mara, Simiu, Singida, Manyara, Arusha na Dodoma. Nimeyaona mengi. Watu bado wana vidonda. Sasa tusipoelezana ukweli kuhusiana na taharuki zinazotengenezwa na baadhi ya viongozi. Wewe ni kiongozi, kwa nini usiwe na maneno ya busara? Kiongozi anafika hatua anatoa maneno magumu, ya kwamba wanaopiga kelele hawajawahi kuonja asali. Kiongozi anaibuka anasema wewe ukimsema vibaya fulani utapotezwa. Huyo ni kiongozi, ni mtu aliyeteuliwa, ni mtu mkubwa ndani ya serikali. Sasa kama serikali haiwezi kuwaonya watu wa namna hii, tunaelekea pabaya. Mimi kama mzalendo niombe sana
tuwe na umoja, mshikamano tuliokuwa nao, na kama kuna changamoto viongozi wakae wazimalize changamoto walizonazo, na kama kuna watu wana hasira na mambo yao wayamalize wao, wasituletee sisi wananchi. Hii inayoendelea katika nchi yetu inaendelea kutugawa Watanzania. Tutaanza kugawanyika, tutaanza kutengeneza ukanda, tutaanza kutengeneza ubara na Uzanzibar, tutaanza kutengeneza makundi. Sasa ni vema tukaendeleza umoja tuliokuwa nao na mshikamano, ili nchi yetu iendelee kudumisha amani, upendo na umoja uliokuwepo. Lakini tukiendelea kutoa maneno, upande huu unatoa maneno haya, na baadhi ya watu walioanza kushiba fedha nao wanatoa maneno yao, lakini wananchi wanahoji, wewe unatuonyesha mali ulizonazo, unatuambia ulikuwa na mali kabla hujaingia serikalini. Mwingine anasema anatamani kuwa mtu wa kawaida, yuko serikalini, ni kumdhihaki rais aliyekuteua. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo kwa kweli yanafanyika kwenye taifa letu sio mazuri. Mpende msipende, mnayoyasema mngejirekebisha. Msipojirekebisha mtarekebishwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameleta hili taifa la Tanzania lenye rasilimali nyingi za kutosha, lenye watu wengi, lenye makabila mengi, lakini bado wana umoja na wamekuwa watulivu. Niombe tuendeleze huu utulivu, kwa sababu hatuna pa kwenda. Tanzania ni yetu, Tanzania ni moja. Leo kunapotokea vurugu hatuna pa kwenda. Mimi Cosmas Makongo nilishuhudia kwa macho wakati wa vurugu, sio kujifungia, nilishuhudia kwa macho. Hali ilikuwa ni mbaya, na ninashukuru baadhi ya wanajeshi katika jeshi la Tanzania walikubali ushauri na wakaishauri serikali, likafunguliwa soko. Lakini watu walianza kuishi maisha magumu ndani ya siku chache. Soko limefungwa, kila kitu hakiendi, hakuna pa kupita. Leo mnataka kuturudisha huko? Hapana, hatutakubali. Hatutakubali kurudishwa kwenye machafuko. Niwaombe sana viongozi wetu, mtuache kutupeleka ambako hapafai. Tuwekeni kwenye umoja. Kama mna mambo yenu hayako sawa, kaeni mkubaliane. Sisi ni taifa moja, tunahitaji kuwa wamoja, tunahitaji kuwa watu ambao hatuhitaji kuwa na migogoro. Hii migogoro tuachie mataifa mengine, kwa sababu sisi ni wamoja.